Katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tunaangazia juhudi za nchi hiyo za kuboresha mfumo wake wa huduma kwa wazee ili kukabiliana na changamoto za ongezeko la wazee katika jamii. Mpango huu unalenga kuboresha sera na mikakati ya kuhakikisha huduma za uangalizi kwa wazee zinapatikana kwa urahisi. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. China inatumia fursa ya kupanuka kwa uchumi wake wa wazee ambao unabadili sekta mbalimbali na kutoa sura mpya ya maisha kwa wazee nchini humo. Kwa kuwa na jamii zilizo na vifaa muhimu vya huduma kwa wazee na masuluhisho mengine yanayowalenga wazee na kusaidia kubadili maisha ya mamilioni ya watu. Mpaka sasa, China imejenga vituo 3.67 vya kutoa huduma kwa wazee kote nchini humo. Na hapo sio tu mahali pa kuishi, bali pia wanapata uungaji mkono kamili, kuanzia msaada wa kila siku mpaka huduma za kitaaluma za afya. Kutokana na ngazi ya juu ya huduma, vituo hivi sasa vinakumbatia teknolojia za kiuvumbuzi ili kutoa huduma za ufanisi zaidi. Licha ya kutoa huduma bora za kimwili, vituo vingi vinalenga kuhakikisha maisha ya kijamii ya wazee yanaendelea kuwa ya kufurahisha na kuridhisha, huku shughuli mbalimbali za kuburudisha zikitolewa. Baada ya mwenza wake kufariki, Zhang Xiufang, mkazi wa Beijing, alihamia kwenye jamii hiyo. Mwanzoni anasema alihisi upweke sana, lakini alipoanza kujifunza ujuzi mpya, kutafiti vitu mbalimbali anavyopendelea na kuwa na marafiki wapya, taratibu alianza kurejea katika hali yake ya kawaida. Wakati wakazi wengi katika nyumba zinazohudumia wazee wanaweza kutaka kuishi maisha ya utulivu na kutokuwa na haraka, wengine wamegundua tena mtazamo chanya wa maisha ya kustaafu na wanafurahia sana kuwa na shughuli. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwaheri.